Na kikao kazi cha sita cha serikali mtandao kinaendelea hapa Arusha, na ama kwa hakika kimefana kweli kweli, lakini wacha tuendelee kusikiliza na kupata maoni ya washiriki ambao wamehudhuria hapa, na pembeni yangu pia niko na moja kati ya washiriki wengine hapa. Atajitambulisha jina lake, lakini pia atatueleza yeye ametokea taasisi gani. Mkuu, habari ya kwako? Salama kabisa. Mimi naitwa Salum Musa Rugambwa, ninatokea Kituo cha Taifa cha Kuratibu Kaboni ambacho kinapatikana Morogoro katika Chuo Kikuu cha SUA. Nimeshiriki kikao kazi hiki cha sita cha serikali mtandao. Sio mara yangu ya kwanza kushiriki, nimeshiriki vingi, lakini kama unavyofahamu nilikuwa IGA hapo awali. Kwa hivyo nachoweza kuzungumzia kwenye kikao hiki ambacho cha sita ni maandalizi mazuri. Maanake ni kwamba management ya IGA imejipanga kwa kiasi kikubwa sana kuonyesha utofauti wa vikao vilivyotangulia na hiki. Maanake ni kwamba nasema kwamba what I have seen is one step ahead. Unaweza kuona kila kitu, mpangilio wake, washiriki walivyofanywa uratibu mzuri wa kupata package, lakini vitambulisho na kadhalika, vitu vingi kwa kweli. Naweza kusema kwamba IGA kiwango chake kinazidi kwenda mbali zaidi. Basi na shaka umehudumu IGA kwa muda mrefu sana na wewe ni mzoefu wa vikao kazi hivi. Yeah. Lakini kwenye kikao kazi hiki cha sita ulikuwa tayari umekwisha kwenda kuhudumu kwenye taasisi nyingine. Yeah. Lakini umekuja kama mshiriki. Yeah. Na umetazama pia. Yeah. Labda kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi ndani na kwenye maandalizi kwa ujumla ukilinganisha na mikutano mingine iliyopita? Kwa mfano kwenye vikao kama hivi mara nyingi watu wanatoka mikoa tofauti tofauti kuja Arusha kushiriki kikao kazi hiki, lakini pia unaweza ukaona kwamba safari hii ambacho kimeongezeka, hata mimi mwenyewe nimestaajabu kuna namna ambavyo watu wanapokelewa. Kuna Wamasai, tumepata ngoma za asili pale, kuna live band tumepata pale, tunaona ambayo inaburudisha, kwa sababu sio tu wewe busy na kazi, lakini pata sometimes unapata vionjo fulani vinakuongezea. Sio mambo magumu sana. Hapana, moja. Lakini mbili, nimepata kufurahia namna ambavyo mgeni rasmi katibu mkuu kiongozi Dr. Kusiluka, speech yake imegusa kila engo muhimu ya serikali mtandao. Masuala yote ya compliance, majukumu gani ya kuwa taasisi wanatakiwa watekeleze kuhakikisha serikali mtandao inafika mbele, kuhakikisha serikali inakuwa ya kidijiti. Umeona? Kwa hiyo kiongozi mkubwa kama yule anapokuja akatoa miongozo, lakini pia kuonyesha umuhimu wa serikali ya awamu ya sita ambayo inaweka kupitia serikali ya kidijitali. Maana ni kwamba inaonyesha kabisa kwamba kila mmoja anatakiwa awe hadhi na kujua nini cha kufanya ili kwa pamoja tuende mbele. Tumeona watu ambao taasisi imefikia, yani kwa kuwakilisha nchi kimataifa. Tumesikia pale zimetajwa tuzo mbalimbali kwa nyuma. Kwa hivyo ukimsi kwamba serikali iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kupitia mamlaka ya serikali mtandao basi tuna achieve malengo kwa serikali ya kidijitali. Tupo katika issue ya kutekeleza dira 2050. Kwa hiyo miongoni mwa nyenzo muhimu za kufikia dira 2050 malengo yake ni kupitia nini? Serikali ya kidijitali. Yes. Na wewe ni muumini mzuri wa masuala ya tehama. Umehudumu IGA na umefahamu namna ambavyo mifumo inasaidia kurahisisha utendaji kazi. Yeah. Lakini sasa kama unavyofahamu tunaelekea katika umezungumza kuhusu masuala ya dira 2050 hapa. Unahisi nini kifanyike kwa wakuu wa taasisi pamoja na maafisa tehama hawa ili kuhakikisha kwamba tunafikia sasa matamanio ya serikali yetu, hasa hususan ni viongozi wetu, kuhakikisha kwamba serikali inakuwa ni ya kidijitali zaidi, kwa kwamba hata mwananchi aliyepo kijijini kule anaweza kupata huduma za kidijitali akiwa kule kule pasipo na kufika katika maeneo ya mjini? Cha kwanza kabisa, kama ambavyo lipo jukumu la mamlaka ya serikali mtandao, ni kuhakikisha taasisi za umma zinatekeleza majukumu yake kupitia tehama. IGA ina ratibu, sawa, lakini pia inasimamia sheria ya serikali mtandao. Sasa kikubwa zaidi kwa wakuu wa taasisi, sawa, ni kuhakikisha wanatekeleza matakwa ya sheria ya serikali mtandao, kwa sababu kwenye sheria pamoja na kanuni zake, sheria ya mwaka 2019, kanuni za mwaka 2020 zimeweka bayana kila kitu cha kufanya. Unataka kutekeleza mradi wa tehama, unataka kununua, sawa, vifaa vya tehama na kadhalika, kwenye procurement, kwenye kutekeleza, kwenye kila kitu ukifuata sheria, sawa, ukatekeleza matakwa ya sheria, maana yake ni kwamba utakuwa katika nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba serikali mtandao inafika mbele na serikali inafikia malengo yake. Kwa hiyo kwa mimi niseme kwamba ili huduma imfikie mwananchi huko alipo, taasisi husika zitekeleze sheria ya serikali mtandao kupitia kutekeleza, sawa, wao majukumu yao au huduma ambayo inazitoa zitaratibika, zitaboreka na zitafikia mwananchi. Sio hapo nimeweka sawa. Nimekuelewa. Yes.
Basi nikushukuru sana na nikutakie kila la heri katika kikao kazi hiki. Asante sana. Shukrani sana. Wasalimie huko. Asante sana. Shukrani sana. Mtazamaji, kama ambavyo umemsikia mkurugenzi hapa amezungumza vyema kabisa na ameeleza kuhusu dira ya 2050, lakini pia amesisitiza kuhusu namna ambavyo serikali inaweza ikafanya kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya serikali ya kuwa na huduma za kidigitali kwa wananchi popote pale walipo, basi ziweze kuwafikia. Endelea kusalia pamoja nasi, yapo mengi zaidi utayasikia kutoka kwa washiriki pamoja na wakuu wa taasisi pamoja na viongozi mbalimbali ambao wamehudhuria katika kazi hiki.